Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, Nyalandu amekataa vikali ya kwamba serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan haikuweza kuhusika na vifo vya waandamanaji. Aliweza kutaja na kuweka hadharani kwamba kuliweza kuwa na silaha pamoja na mafunzo ya kijeshi mitandaoni. Mshauri wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan wa masuala ya diplomasia Balozi Lazaro Nyalandu ameweza kukanusha vikali madai ya kuwa serikali iliweza kuhusika katika vifo vya waandamanaji walioweza kuuliwa wakati wa maandamano yaliyotokea hivi karibuni nchini Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Akizungumza kwenye mahojiano na kituo cha televisheni cha Sky News, Balozi Nyalandu aliweza kukataa na kuweka hadharani kwamba serikali iliweza kuchukua hatua za kulinda raia wote na kwamba matumizi ya nguvu kupita kiasi hayakuweza kutumiwa na viongozi ama hakuna amri yoyote ile iliyotolewa na viongozi waliokuwa madarakani wakati huo. Ila kauli hii, mtazamaji wangu, haijaweza kuwa sawa na Watanzania wengi. Kwanza kabisa, mtazamaji wangu, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, itakuwa ni vema kwa kuchukua sekunde moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, Nyalandu ameweza kukosolewa vikali kwa kile alichoweza kukizungumza katika mahojiano ya moja kwa moja kati yake pamoja na kituo cha Sky News. Kwani mtazamaji wangu, kwanza ameweza kukosea kipindi na wakati ambapo aliweza kufanyiwa mahojiano hayo. Aliweza kuulizwa kutokana na idadi kamili ya watu waliokuwa wameweza kuaga dunia katika maandamano hayo. Kulingana na serikali, iliweza kutoa takwimu ya watu 518. Yeye katika mahojiano aliyokuwa akifanya ameweza kutaja watu zaidi ya 1300 waliweza kuaga dunia, hii ikiashiria wazi kwamba kuna siri bado ambayo inazidi kufichwa na uongozi ulioko madarakani. Pia Watanzania wengi hawajaweza kufurahishwa na kile alichoweza kukizungumzia kwamba kuna baadhi ya watu walioweza kupewa silaha na ndio waliokuwa wakifetua risasi kiholela na kusababisha idadi kubwa ya vifo vya raia wa Tanzania. Hivyo basi, swali likielekezwa kwake, je, kama watu hawa waliweza kupewa risasi na bunduki, waliweza kupewa bunduki na risasi ili waweze kuvuruga uchaguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa, intelijensia ya maafisa wa polisi iliweza kuwa wapi kipindi na wakati ambapo silaha hizo zinazidi kuingizwa nchini? Pia mafunzo hayo yakiendelea kufanyika, pia kipindi na wakati ambapo wote waliokuwa na silaha bila sare kuingia katika mikoa mbalimbali na kusababisha vifo vya idadi kubwa ya vijana Gen Z. Ile hali yeye katika mahojiano aliyokuwa akiyafanya ameweza kuweka wazi kwamba maafisa wa polisi nchini Tanzania walikuwa na jukumu la kulinda waandamanaji. Ile hali hakuna ulinzi wote ule ulioweza kuwekewa waandamanaji, iwapo kulingana na yeye takriban zaidi ya watu 1300 waliweza kuaga dunia. Mtazamaji wangu, hii hapa kwa mara nyingine inazidi kuashiria jinsi gani ambavyo Watanzania wapo na kipindi kigumu kukabiliana na baadhi ya viongozi walioko katika serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Na kama ingekuwa ni jambo jema, mtazamaji wangu, kwa amri na uwezo aliyokuwa nao Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, aina ya viongozi hawa ni viongozi ambao hawataweza kumsaidia kwa uongozi wake bali kumharibia. Hivyo basi, iwapo ana uwezo na hata jukumu analo kweli, ni aweze kufuta kazi viongozi wa aina hii. Mtazamaji wangu, ni jambo la kuvunja moyo, hasa kwa familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao katika hali ya njia tatanishi na ya kuvunja moyo. Alafu kiongozi anayezidi kutegemewa na mamilioni ya Watanzania ili jamaa walioweza kupoteza wapendo wao waweze kupata haki, ataweza kujitokeza katika vyombo vya habari vya kimataifa na kuweka taarifa ya kwamba wote walioweza kupigwa risasi ni wale waliokuwa na silaha
waliokuwa na nia ya kuvuruga uchaguzi. Mtazamaji wangu, kwa kweli kosa ambalo kama kweli ambapo sio kweli, haina haja kupiga mtu risasi. Ni vyema hata kumkamata na kumpeleka jela ili aweze kusikizwa katika mahakama kuu, kesi inayozidi kumkabidhi na sio kumkatisha maisha yake aliyokuwa akiishi. Mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuashiria na kuonyesha wazi kwamba uongozi ulioko madarakani kweli, huenda baadhi yao wanajutia kujihusisha na uongozi huo, hasa kwa yale yanayozidi kufichuka siku baada ya siku ambayo mamilioni ya Watanzania hawayafurahii. Mtazamaji wangu, kwa kutolewa kwa ripoti iliyokuwa ikitolewa siku ya jana, iliweza kuwa ni ripoti ambayo ingeweza kupunguza hasira walizonazo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, ila kile ambacho kimeweza kufuatia ni Watanzania kuwa na hasira zaidi kwa jinsi ambavyo wanazidi kufanywa kama watoto, kuendelea kufanyiwa mambo wasioweza kuyapenda, ili hali uongozi ulioko madarakani na baadhi ya viongozi wanaozidi kufanya mambo ya aina hiyo wanafahamu ukweli, ila wanazidi kukwepa ukweli, jambo ambalo linaashiria wazi kwamba Watanzania kwa viongozi walioko madarakani leo hii, iwapo kama kweli wataweza kuhudumu kwa miaka 5, basi ni waweze kuwa wavumilivu, kukubali kudanganywa jinsi ambavyo wanazidi kudanganywa siku baada ya siku, na iwapo kama kweli wangependa mabadiliko, basi viongozi wa aina hiyo waweze kupigwa kalamu na kutolewa madarakani, uamuzi na jukumu ambalo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ako nalo. Ila mtazamaji wangu, kwa ripoti iliyotolewa siku ya jana, wengi hawajaweza kuifurahia, wengi wanazidi kuizungumzia. Wewe hapo bwana, tuambie, unakubaliana na ripoti iliyotolewa siku ya jana ama unaendelea kuipinga na kuikosoa? Wengi wameweza kuikosoa, ijapokuwa habari zinazidi kuzungumziwa ya kwamba hivi karibuni kutakuwa na maridhiano ambayo yataweza kuongozwa na chama Chadema, chama cha ACT Wazalendo na vyama vingine pinzani dhidi ya chama kikuu cha CCM. Pia kuna tetesi huenda Rais Mama Samia Suluhu Hassan akaweza kuwa tayari kwa katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania. Huenda akaweza kurejesha imani kidogo kwa yeye kuweka katiba mpya, ila tusisahau kuhusiana na mamilioni ya vijana Gen Z waliokuwa wameweza kujitokeza katika maandamano ya amani ambayo mwisho wa siku yaliweza kuwa ni pigo kubwa kwa familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao, ambao serikali binafsi imeweza kuweka hadharani. Ni kweli kuna baadhi ya watu walioweza kuaga dunia katika maandamano hayo kwa kupigwa risasi, ila balozi huyu ambaye ameweza kufanya mahojiano na Sky News, mtazamaji wangu, ni jambo ambalo ni la kusikitisha kama taweza kuweka wazi ya kwamba wale waliokuwa wamepigwa risasi wakati wa maandamano walikuwa wameweza kufundishwa mafunzo ya kutumia silaha. Pia kuna silaha zilizoweza kuletwa nchini humu bila serikali kujua. Hii hapa mtazamaji wangu ni jambo ambalo ni la kuvunja moyo, ila usisahau kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.